Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 5. Mada ambayo tutakuwa tukiangazia katika juma hili ni mataifa sehemu ya pili, ikiwa ni katika wiki ya Aprili 26 hadi Mei 2. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu George aweze kutubariki kwa ombi. Tuombe. Baba mtakatifu aishiye mahali pa juu, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ni wakati mzuri tena tunakuja mbele yako tukiomba uongozi wa Roho wako Mtakatifu, kwani mambo haya hatuna ufahamu, hatuna kuelewa kwa aina yoyote, na kwa hivyo tunaomba ya kwamba hebu uweze kutufunulia yale yote ambayo ungependa tuweze kuyajua, tuweze kujifunza. Tuongoze katika neno lako, jina lako liweze kutukuzwa kwa haya yote, na ni katika jina Yesu Kristo tunaomba. Amen. Naam. Fungu la kukariri juma hili linatoka katika kitabu ni cha Zaburi, sura ni ya 46, aya ni ya 10, nayo inasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Nitarudia, Zaburi 46:10 inasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Mwalimu, pengine je, Mungu alihitaji wanadamu waanguke, ama kusudi la Mungu lilikuwa vipi pale ambapo anamuumba mwanadamu? Vile ambavyo tumeweza kujifunza hapo awali ni kwamba tunazungumzia juu ya vita vikuu ambavyo viko hasa kabisa hapa ulimwenguni, na vita vyenyewe vilianza wapi? Mbinguni. Kuna wengi wanakuja na wazo ya kwamba hivi vitu vyote ni Mungu alipanga iweze kuwa hivyo, ya kwamba binadamu aweze kuanguka, binadamu aweze kutenda dhambi, afanye nini, kisha tena Yesu aweze kuja kumkomboa, na vitu vyote ni kwamba yeye alizipanga. Na ndio kwa sababu wengine wanasema ya kwamba inapokuja hata kwa vitu kama ukombozi, mtu anasema ya kwamba mimi siwezi fanya chochote kwa sababu Mungu tayari amepanga. Kama alipanga ya kwamba mimi nitaenda motoni, basi iwe ni hivyo. Kama Mungu alipanga ya kwamba nitaenda mbinguni, basi ni hivyo. Kwa hivyo watu wanafikiria kwamba hakuna chochote ambacho inawapasa waweze kutenda kwa sababu Mungu amepanga hivyo. Na kwa hivyo hata tunaposema ya kwamba watu vile lesoni imeanza ya kwamba Mungu alipanga ya kwamba binadamu aweze kuanguka, afanye dhambi, alafu ndio haya mengine yote yafanyike vile ambavyo tumekuwa naona. Lakini sio hivyo, kwa sababu swali ni hivi: ikiwa ni Mungu alipanga hivyo, kwa hivyo alipanga ya kwamba tufanye dhambi, mtoto wake ambaye amependa afe, sidhani kama Mungu alitaka hivyo. Kwa hivyo hilo ni wazo ambalo watu wanajaribu kuja nayo ili waweze kumwona ya kwamba Mungu sio Mungu wa upendo, sio Mungu ambaye anafanya vitu kwa sababu anatupenda, lakini anafanya vitu jinsi ambavyo ye mwenyewe amependa. Na nafikiri kuna lesoni ambayo tumejifunza miezi kadhaa iliyopita ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu hawezi fanya. Mungu hawezi jikanusha. Ama kama amesema hivi, hawezi kanusha tena kuje tena aseme kivingine. Ikiwa kwamba Mungu anataka tujue kwamba yeye ni Mungu mwenye upendo, hawezi kuwa tena ndio Mungu yule ambaye tena analeta dhambi. Kwa hivyo tunamaanisha kwamba Mungu ndiye alileta dhambi, hata ingawa Biblia inatuambia kwamba ni shetani ndio alifanya nini? Alileta dhambi. Kwa hivyo kusema ya kwamba Mungu ndiye alileta dhambi na mwanzilishi wa dhambi
ni makosa. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ina mada inayosema amri ya kwanza kabisa. Mwalimu, hivi kulikuwa na amri mbeleni? Kulikuwa na amri. Naam. Na amri nafikiri ni kitu ambayo tumeshazungumza, nafikiri tumekuwa tunazungumza kila mara. Naam. Amri, Mungu alipeana amri moja tu. Naam. Alipomuumba Adam na Hawa, amri ilikuwa ni nini? Moja tu. Usile tunda kutoka kwa mti huu. Ilikuwa tu moja tu. Hazikuwa 2 ama 3 ama ngapi. Moja tu. Na ndio tunasema kwamba hiyo amri ndio ilikiukwa, ama binadamu alikiuka amri hiyo. Usile tunda hili. Siku utakula ndio utafanya nini? Utaweza kufa. Sasa tunaambiwa kwamba Mungu aliweza kufundisha Adamu, na tunaambiwa kwamba Adamu aliwekwa hapa duniani kwa njia ambayo naweza sema kwamba kila kitu Mungu aliweka pale. Tunaambiwa kwamba hapo Edeni ilikuwa ndio shule ambapo Mungu alikuwa anamfundisha nani? Anamfundisha Adamu, na wanafundisha pamoja na Hawa wako pale. Sijui kama kuna mahali ama kuna mtu yeyote ambaye tunaweza sema ya kwamba alikuwa amefaidika zaidi ama alikuwa amebarikiwa sana kuliko Adamu, kwa sababu mwalimu wake alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mwalimu wake alikuwa ni Mungu mwenyewe, na kwa hivyo alikuwa anapata ile somo ama mafunzo ya hali ya juu zaidi. Nasema mafunzo ya moja kwa moja. Ya moja kwa moja, individualized. Ndio hiyo. Wanasema individualized training. Alafu na isitoshe, hata tunasema Edeni kwenyewe, Mungu amepeana kila kitu, wanyama wote, ambapo Adamu angeweza kujifunza kutoka kwa hawa wanyama wote. Sio kama sisi unapata kwamba tumeenda shuleni, lakini mashule ambayo pengine ulikuwa unaenda, unajua siku hizi wako wamebarikiwa hata makompyuta. No. Sisi nyakati zetu hatuko na hizo makompyuta. Unaambiwa uandike insha, ya kwamba kwa mfano insha kuhusu theluji. Hujawahi kuona hata theluji inakaa namna gani, lakini unaambiwa andika insha kuhusu theluji. Kwa hivyo unapata kwamba najaribu kusema hivi ya kwamba Adamu alikuwa nafunzwa na mwalimu ambaye ni tosha, na katika yale yote ambaye alikuwa nafundishwa, alikuwa kila kitu kilikuwa pale. Kwa hivyo hata mazingira yake alikuwa tu bado yanazidi kumfundisha. Amina. Mwalimu, kwa hivyo tunaona amri ambayo iliweza kukiukwa pale ni amri ya kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mwalimu, pengine mbona awakataze kula matunda yale? Ni kana kwamba alikuwa anajaribu kuwaficha kitu, ama inakuwa vipi? Unajua hivyo ndio vile ambavyo wengi wetu wanafikiria. Naam. Na ndio shetani akatumia sehemu hiyo ili akaweka wazo hilo kwenye kichwa cha Hawa, ya kwamba kuna kitu Mungu anaficha, ndio kwa sababu hataki fanye nini? Ule tunda hile. Kwa sababu amekwambia ati nini? Ati tutakufa tukikula, hata kuigusa tutafanya nini? Tutakufa. Lakini shetani anasema Mungu hataki ule, kwa sababu hataki ukue kama yeye, kwa sababu utajua mengi lakini hautakufa. Na ndio sasa swali ni, Mungu sina nataka tuweze kuelimika, tuweze kujua yale yote ambayo ameumba, na tuweze kumjua yeye pia. Ni kwa nini anaweka
anaweka lile sheria ya kwamba msile tunda hile na mkiila mtaweza kukufa. Basi tunaambiwa kwamba Mungu katika upendo wake si ati ya kwamba hakutaka tuweze kuwa kama yeye, kwa sababu tayari tumeshajifunza ya kwamba hata alipoumba Adamu alimuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo alipomuumba kwa mfano wake na hata akampatia mamlaka jinsi ambavyo tumeweza kujifunza. Kwa hivyo Adamu alikuwa na yote, hakuna kitu ambacho aliweza. Kitu tu ni kwamba hakutaka ya kwamba binadamu aweze kujifunza yale ambayo yataweza kumdhuru. Hayo ni kama sasa wewe kama mzazi unapokuwa na mtoto na mtoto anataka kile ambacho wewe mwenyewe unajua kwamba kitamdhuru, utamruhusu ukijua kwamba hapa kuna moto. Moto itaweza kuchoma. So utaambia mtoto, cheza sehemu ile lakini usikaribie hapa. Kwa hivyo unapoambia mtoto wako usikaribie moto, inakuwa kwamba hupendi mtoto, ya kwamba hutaki mtoto aweze kuelimika. Ni kwa sababu ya upendo, hutaki madhara ambayo yanaweza tokea mtoto akicheza karibu na moto. Wengi washakubalia watoto wakacheza karibu na moto, na walioona mpaka wakati huu wanalia, kwa sababu kuna watoto walicheza karibu na maji moto wakaungua, wakakufa. Wazazi wanalia, kama ningejua singemruhusu mtoto wangu, ningeweza kufanya nini, vitu vingi. Na kwa hivyo ndio vitu ambavyo unapata kwamba Mungu alipokuwa anaambia Adamu usile tunda hili, alikuwa na sababu, na tayari tunayaona na macho yetu. Mwalimu, kwa hivyo ni kujaribu kusema kwamba mpango wa Mungu ulikuwa aweze kutulinda na mabaya. Lakini shetani anakuja na kumjaribu Hawa na kumwambia ni kana kwamba kuna kitu ambacho Mungu anakificha kutoka kwa nyinyi. Mwalimu, tunaona kwamba uhuru wa kuchagua unapotumiwa vibaya unakuwa na athari zake. Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua ili tuweze kufanya maamuzi ambayo ni mema ama maamuzi ambayo ni bora. Lakini tunapotumia vibaya, kama vile nimesema, kuna mambo ambayo yanafuata na kuna athari ambazo zinafuata. Mwalimu, tunaona kwamba baada ya kuwa kulikuwa na anguko pale Edeni, na tumeona kuwa wiki jana kwamba anguko lilizidi, ndiposa mpaka pale wanakiuka amri ya Mungu ile ya kusema kwamba Mungu hakutaka wawe na wafalme, wakaitisha mfalme. Kuna athari ambazo bado zinazidi kufuata, na tunajua inafika wakati fulani kutokana na kule kukiuka amri, Israeli inajipata mateka. Na hii mwalimu itatupeleka moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni Danieli sura ya 2. Pale ambapo tunakumbana na mambo kadhaa pale mwalimu. Katika Danieli sura ya 2 mwalimu, ukisoma katika aya ya 31 na 30 hadi 35, nitakusomea kisha baadaye mwalimu utatupatia mwanga zaidi ni kipi ambacho kinajiri katika kitabu ni cha Danieli. Kitabu ni cha Danieli sura ni ya 2, aya ni ya 31 hadi 35. Nayo inasema hivi, inasema, wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana, sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea.
wakati wa hari, upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Mwalimu, Israeli imevunja amri na wamejikuta mateka. Mungu anatumia taifa la Babiloni kuwapeleka mateka ili waweze kujua pale ambapo wameanguka, ili waweze kujirudi. Alitumia Babeli kama fimbo ya kuwarudi hawa, waweze kujitambua wao ni kana kwamba walikuwa wamejisahau. Wiki jana tulisoma kwamba walipaswa kuwa nuru, lakini badala ya kuwa nuru wakaleta chetezo za moto yao ya kigeni ambayo inafanya wanajikuta mateka. Walimu, kipi ambacho kinajiri katika siku ya Jumatatu? Danieli sura ya 2. Naam. Hii ni ndoto ambayo mfalme Nebukadneza aliota. Naam. Hata sio Danieli. Mfalme Nebukadneza aliota ndoto. Kwa hivyo Danieli anakuja, ama tunamsikia Danieli kwa sababu kulikuwa na mtu yeyote, hakukuwa na mtu wa kuweza kufanya nini? Kutafsiri ndoto hiyo, ama kuweza kuielezea. Naam. Tafsiri, kuelezea ndoto hiyo na tafsiri. Na ndoto hiyo jinsi ambavyo umeeleza, nafikiri Biblia imetueleza kwamba ilikuwa ni sanamu, kichwa ilikuwa ni dhahabu na kifua cha shaba na kifua cha fedha, alafu na paja zilikuwa ni shaba, alafu na miguu ilikuwa ni nini? Chuma. Ilikuwa ni chuma, alafu vidole vilikuwa ni chuma na udongo. Naam. Sasa tunaambiwa kwamba nafikiri Danieli anaendelea kuelezea ya kwamba sehemu hii yote, kichwa kilikuwa ni cha dhahabu, kifua ilikuwa ni fedha na kuendelea. Anaelezea maana. Na kwa hivyo ukisoma hiyo Danieli sura ya 2, tunakuambia kwamba kichwa kilikuwa ni dhahabu ambayo ilikuwa inasimamia nini? Babiloni. Ufalme wa Babeli. Naam. Danieli anakuja kuona haya ambayo wana wa Israeli walitaka. Kwa maana katika lesoni tuliojifunza wiki iliyopita, tunaambiwa kwamba wana wa Israeli walikuja kwa Samueli wakamwambia, tunataka kuwa nini? Na mfalme. Tunataka kuwa na mfalme jinsi mataifa mengine yana wafalme. Hata sisi tunataka kuwa hivyo. No. Na ndio Mungu anamwambia kwamba Samueli, usiwe na hofu. Si ati ya kwamba ni wewe ndio hawataki, ni mimi ndio wamefanya nini? Wamekataa. Mimi ndio wamenikataa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anataka ya kwamba wana wake ambao ni Waisraeli waweze kujua kwamba yeye ndio Mungu wao na yeye ndio mfalme wao. Na alikuwa anajaribu kuwakinga kutokana na yale ambayo wataweza yale madhara ambayo wataweza kupata mikononi mwa mataifa mengine wanapokuwa kama nini? Kama mataifa mengine. Naam. Kwa hivyo hapa tayari tunaona jinsi ambavyo umesema ya kwamba kwa sababu ya kukiuka yale ambayo Mungu tayari alikuwa amewaamuru, wakawa wanataka kuwa kama mataifa mengine. Basi sasa basi muweze kuona jinsi mataifa mengine yanavyoendesha serikali zao. Sasa hawa wameletwa wapi? Babiloni. Sasa wako katika utumwani, wanafanya kazi pale. Tunaambiwa kwamba kuna yale ambayo sijui kama tumeweza kuyasoma kabisa, hata ingawa walikuwa waaminifu, lakini kuna yale ambayo walikuwa nafanyiwa pale ambayo hatuwezi yaeleza hata wakati huu. Lakini walikuwa chini ya Wababiloni. Kila kitu wanaambiwa kwamba mtajifunza Kibabiloni, mtakula kisisi, mtafanya kila kitu kisisi. Na ndio kwa sababu tunaanza kuona ya kwamba kuna wale ambao walikuwa wanajitokeza wanasimama imara, kwa sababu wanapokumbuka ni kwa nini wako katika mikononi mwa Babeli, basi
wanasema ni heri tuweze kumtumikia huyo Mungu ambaye ni wa kweli. Kwa hivyo hapa tunajifunza kwamba kwa sababu wana wa Israeli wametaka kuwa kama mataifa, wanataka kuwa na maserikali kama mataifa, basi sasa wako kwenye nchi ya Babiloni. Na ndio Danieli anatueleza maana ya kuwa mataifa haya yote kuanzia Babiloni, alafu tunakuja katika ufalme wa Wajemi na Wamedi, alafu tunakuja katika ufalme wa Kigiriki, alafu tunakuja katika ufalme wa Kirumi. Mwalimu, nilichosoma katika siku ya Jumatatu ni kwamba Mungu ndiye ambaye ako in control. Wiki jana tulisema kwamba wafalme huja na kutoweka. Wafalme wanakuja na kutoweka, lakini ufalme wa Mungu hautakoma. Ufalme wa Mungu hauna ukomo. Kwa hivyo mwalimu, tumeona kwamba dhahabu, fedha, shaba, chuma ambavyo vilikuwa vikiashiria mataifa yale ambayo yalikuwepo wakati ule, mataifa ambayo yalikuwa ni mataifa tajika, lakini yale mataifa yameweza kutoweka. Lakini tunaona kwamba kuna jiwe ambalo litachongwa, ambalo litapiga ile sanamu na kuiangusha. Kwa hivyo tunajua ile kazi ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo tunaona pale kuna utofauti kati ya mataifa yale ambayo yanaongozwa na binadamu na taifa ambalo linaongozwa na Mungu. Kumbuka Mungu ana shauku kwamba tuweze kuwa katika taifa lake ili tuweze kuishi bila ukomo. Mwalimu, sijui kama kuna kitu kingine ambacho uliweza kujifunza. Ningependa kuongeza hivi katika sehemu hiyo. Nafikiri lesoni hii yatufundisha kuna kitu ambayo kilikuwa kinatendeka hapa katika lesoni. Wanajaribu kutueleza ya kwamba hata ingawa binadamu wamekuwa katika ulimwengu huu wamekuwa wanaendelea na kujiendeleza na wanajaribu kufanya kila kitu kikuwe sawa. Naambiwa kwamba hata mpaka juzi katika karne chache iliyopita watu walikuwa nafikiria kwamba sasa elimu vile ambavyo inaendelea wataweza kufanya mazuri na makuu katika ulimwengu kwa sababu ya pengine teknolojia na kwa sababu ya teknolojia na sayansi ambayo imeimarika zaidi. Basi lakini sasa tunaambiwa kwamba shida ni kwamba katika hiyo teknolojia, unajua ndio unaambiwa kwamba ukisoma historia tunaambiwa binadamu amekuja katengeneza gari, tukakuja tukatengeneza mandege, sijui tukakuja tukatengeneza aina fulani za masilaha, tukawa sasa tunaona tunaendelea, lakini hatukuweza kufikiria kwamba hii silaha ambayo tunazo tuzitengeneza karibuni watu wataanza kufanya nini? Kupigana. Mwalimu, tunaona teknolojia na sayansi inazidi kuendelea. Lakini maadili ya binadamu yanazidi kutoweka. Hivi kwamba mwalimu, tunafikiria kwamba vitu vikiwa salama, vikiwa katika hali nzuri, magonjwa yatakuwa yamekwenda chini. Vita vitakwenda chini. Lakini sasa tunaona vita vinashuhudiwa kote. Kwa hivyo vifaa hivi ambavyo tumevitumia kutengeneza kupitia teknolojia na sayansi, tunavitumia katika kuharibu maisha ya wengine. Tunaona pia vile mahospitali yapo mengi, tuna vyombo ambavyo tunasema highly sophisticated machines ambazo zinatumika katika mahospitali, lakini bado tunazidi kuona binadamu wanazidi kufa. Ndiposa mwalimu, tunajaribu kulinganisha ufalme wa kibinadamu, mataifa na ufalme wa Mungu. Amina. Kwa hivyo ufalme wa Mungu hauna ukomo. Lakini licha ya kuwa binadamu anafikiria anazidi kunawiri katika sekta za teknolojia, katika sekta ya sayansi, bado tunazidi kuona maadili yanazidi kudorora. Maadili ya kidorora,
kuna athari ambazo zinakuja nayo. Mwalimu, Babeli ya kitambo pale ambapo wanasema dhambi zao zilipokuwa zimejaa katika kile kikombe, dhambi zikawa zimefika mbinguni, kuna kitu ambacho kilitokea. Kwa hivyo vile vile mwalimu, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Malaika wa kwanza, muogope Mungu na uweze kumcha yeye. Ujumbe wa pili, Babeli imeanguka. Ujumbe wa tatu, usije ukapokea chapa na alama ya yule mnyama. Kwa hivyo Babeli itaanguka. Falme zote za ulimwengu huu zitaanguka. Lakini ufalme wa Mungu utasimama milele. Kwa hivyo nipende kukuomba uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watashiriki katika karamu ya mwana kondoo ambayo tulizungumzia katika majuma fulani ambayo yamepita. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja. Lakini kabla hujaondoka hapo, unajua hapo chini tunaambiwa kwamba tuweze kusoma katika kitabu cha Mathayo 24. Naam. Na Mathayo 24 tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa na tabiri kufanya nini? Mwisho wa ulimwengu huu. Alikuwa anaambia wanafunzi wake ya kwamba mtakaposikia nini? 6 na 7 inasema hivi. Mathayo 24:6-7 inasema Mathayo 24:6-7 inasema nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Haya yote Yesu alikuwa na watahadhari akiwaambia kwamba mnapoona haya basi ujua kwamba mwisho umefanya nini? Umekaribia. Mwalimu, sijui kama umeona kwamba ukiangalia yale madini ambayo yametumika katika ile ndoto ama katika ile jonzi, tunaanza na dhahabu, fedha, alafu tunakuja chuma, shaba, alafu chuma, alafu udongo. Mwalimu, ukiangalia tunaona thamani yake inaenda ikididimia. Inaenda ikididimia. Mwalimu, na sijui pengine mbona wachezaji wakishinda wanapewa dhahabu, yule wa kwanza, wa pili anapewa fedha, wa tatu anapewa shaba. Tunajua kuna madini mengine ambayo ni zaidi ya haya. Sielewi mbona wapewe dhahabu, fedha, alafu shaba. Iwapo unajua, unaweza ukaandika kwenye comment section hapo chini ili tuweze kujuzana zaidi. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni Danieli 7. Ambayo tunajua kwamba ndoto ya Danieli 2 iliwasilishwa kwa mfalme wa Babeli kwanza. Maono ya Danieli 7 kinyume chake yaliwasilishwa kwa nabii Mwebrania, sehemu ya watu wa Mungu wa Agano. Mwalimu, tunaona Danieli anaonyeshwa mada ile kama Nebukadneza, lakini kwa mtazamo tofauti. Badala ya sanamu anaona mfuatano wa mataifa yakiinuka kutoka baharini, matokeo ya upepo unaovuruga maji. Mataifa haya yalikuwa katika hali ya vita daima na kusababisha mabadiliko ya kudumu ya mamlaka kati yao. Mwalimu, wiki jana nakumbuka ukisema kulikuwa na simba, alafu kukawa na nini? Dubu, alafu kukawa chui, alafu na mnyama ambaye alikuwa ni wakutisha. Kwa hivyo tunaona hivyo. Na huyu mnyama alikuwa na pembe ngapi? Alikuwa na pembe 10. Pembe 10 na vichwa ngapi? Alikuwa na vichwa 7. Mwalimu, tutasoma Danieli 7:1-3. 7:1 inasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote kwa namna mbalimbali. Mwalimu, sijui pengine anaposema kwamba aliona pepo 4 za mbinguni zikivuma. Mwalimu, pengine pepo 4
zinaashiria nini katika Biblia unapoona ama katika unabii unapoona pepo 4? Unajua tunapozungumzia pepo ama wimbi, Naam. Tunazungumzia shida au machafuko, mizozo, mizozi na ugombi na kila kitu yanayotendeka na yanatendeka upande wote. Hakuna sehemu ambayo utasema kwamba hakuna shida. Tunapozungumzia kusini au unazungumzia kaskazini, unazungumzia magharibi, mashariki, kila mahali. Kwa hivyo hakuna sehemu ambayo kutakuwa kwamba hakuna shida hizi ambazo tunazozungumzia. Kwa hivyo inaashiria ulimwengu wote. Amina. Ambao tumesema ni zile dira 4 za ulimwengu. Kaskazini, magharibi, mashariki na kusini. Naam. Mwalimu, kuna kitu kingine ambacho nimeona hapa pia. Natazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Pengine katika unabii tunapozungumzia bahari, bahari inamaanisha nini? Binadamu. Naam. Ama nasemaje? Watu wengi ambao wako wale ambao wanaohusika katika nchi. Naam. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 17:15 inasema, kisha akaniambia yale maji ulioyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hivyo jamaa, makutano, mataifa na lugha, ikiwa inawakilisho na maji. Mwalimu, kuna kitu kingine pia nimekiona pale. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Mnyama wa Biblia ama mnyama kwa unabii anaashiria nini? Mnyama tunaambiwa kwamba hao ni wafalme. Ufalme fulani ya kibinadamu. Kwa hivyo jinsi ambavyo Danieli aliweza kuwa anatueleza, naam, tayari katika hii ilikuwa ni maono ambayo aliyokuwa nayo, ikiwa aliweza kuona hawa wanyama wote. Kwa hivyo anakuja alafu anatupatia ufafanuzi kuhusu hawa wanyama, na kwa hivyo tunaambiwa kwamba tayari kila mnyama alikuwa anamaanisha ufalme fulani. 7:17 Danieli inasema wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakao tokea duniani. Amina. Kwa hivyo mnyama katika Biblia ni wafalme. Ama mfalme. Na ukisoma 23 pia inasema akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Kwa hivyo tunaona ni wanaweza kuwa wafalme ama ufalme. Danieli anatazama machafuko ya vita vya wana mataifa kutoka ufuoni. Kwa ghafla wanyama 4 kuja juu ya nchi katika eneo lake. Matazamo ya mataifa yalikuwa sasa matatizo ya watu wake. Walikuwa wamechagua kuishi kama wa mataifa. Kwa hiyo sasa wangeishi pamoja ama chini ya wa mataifa. Kuanzia kwa utawala wa Babeli, watu wa agano la Mungu hawakupata tena uhuru kamili au wa kudumu. Huku kupoteza uhuru kwa watu wa Mungu leo kutaendelea hadi mwisho wa wakati. Hatimaye Kristo atakaporejeshwa mahali pake anapostahili kama mfalme wetu. Katika Agano Jipya watu wa Mungu waliendelea kuteseka chini ya utawala wa ufalme wa Kirumi na kisha chini ya mateso ya pembe mdogo, mrithi wa kipagani. Mwalimu, tunaona kwamba licha ya haya yote Mungu amekuwa na watu ambao wamekuwa waaminifu katika kila kizazi. Katika wakati huu tunakutana na Danieli ambaye na wale vijana 3 ambao walikuwa ni vijana ambao walisimamia kweli. Mwalimu, na wale vijana walikuwa wapi? Katika ufalme wa Babeli. Kwa hivyo licha ya kuwa walikuwa wamepelekwa Babeli hawakumsahau Mungu. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano ambayo ni kati ya ardhi na bahari. Na kuna taswira ya nchi na bahari katika Biblia, hasa kwa unabii inaweza kufundisha sana. Fikiria kuhusu mfano wa nchi na bahari katika unabii wa Biblia, vyenye kutofautiana sana. Mwalimu, sijui kama unaweza ukatuelezea
japo kwa mtupo wa jicho kidogo ambacho ulijifunza katika siku ya Jumatano. Jumatano nafikiri tukifungua kitabu cha Ufunuo. Naam. Nafikiri imetuelezea hapo. Ufunuo 10 na ngapi? 12 fungu la 15. Ufunuo 12:15 inasema, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Inchi ikamsaidia mwanamke, inchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule alioutoa yule joka katika kinywa chake. Kwa hivyo hapo ndio mahali ambapo tunapata kwamba kuna mto na kuna nini? Na kuna nchi. Naam. Na ndio lesson inatuambia kwamba kati ya nchi na mto kuna tofauti pale, na tunaelezewa kwamba joka anatumia mto kuweza kuangamiza kanisa. Kulikuwa na mwanamke ambayo hiyo katika hiyo Ufunuo sura ya 12. No. Kuna huyu mwanamke ambaye alikuwa na mimba, alikuwa anafanya nini? Anakusudia kufanya nini? Kuweza kumzaa mtoto. Na joka alikuwa pale ili aweze kumeza nini? Aweze kumeza yule mtoto, alafu na kuweza kumaliza. Sasa tunaambiwa kwamba wakati ambapo alipoona ya kwamba mtoto ambaye alikuwa anataka kumangamiza hakuweza kumwangamiza, hasira ikafanya nini? Ikaweza kumpanda. Sasa akawa anataka kumaliza nani? Mwanamke. Na kwa hivyo ndio akatoa nini? Maji ambayo ni kama mto. Naam. Iweze kumwangamiza huyu mwanamke. Lakini tunaambiwa kwamba nchi ilifanya nini? Ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule. Naam. Kwa hivyo unapata ya kwamba mto ni kama ni joka anatumia mto kuweza kuangamiza kanisa la Mungu, ambalo tukiangalia mto jinsi ambavyo inaweza tumika ni kwamba unatumia serikali ama serikali ambayo inatawalwa na wafalme ambao wako wakati ule. Kwa hivyo mto ambayo joka anatumia hapa, na ndio tunaona ya kwamba tunaporudi nyuma katika tukiangalia historia, tunaambiwa kwamba kuna Yesu alipokuwa ameshaenda mbinguni na amewaacha wanafunzi hapa wanaendelea kuhubiri na nini, tunaambiwa kwamba wanafunzi wake walikuwa wanaanza kuteswa waweze kukana imani yao ya kwamba hamjui nani? Hamjui Kristo. Lakini katika historia nafikiri ukisoma kitabu cha Vita Kuu linatueleza jinsi ambavyo kanisa la Mungu limeweza kupitia mateso wakijaribu kuweza kuiangamiza kanisa, na joka anatumia haya yote ili ya kwamba kanisa la Mungu liweze kuangamia. Lakini ndio tunaambiwa kwamba Amerika ni nchi ambayo haikuwa inajulikana zamani. Lakini kwa hivyo wakati ambapo kulikuwa na mateso katika hizi nchi za Europa, kuna wale ambao waliokimbia mateso ambao walikuwa wanafanya nini? Walikuwa napitia. Na ndio Mungu akafungua nini? Akafungua nchi ya Kiamerikani. Kwa hivyo Marekani ilikuwa hifadhi kwa wale ambao walikuwa nakimbia mateso katika nchi ambazo kidogo Wakristo walikuwa wakiteswa. Lakini tunajua kwamba Marekani imejengwa katika misingi ambayo tunaweza sema in quotes mwana kondoo ambaye anawakilisha Yesu Kristo, lakini ana pembe mbili ambazo tunajua pembe inawakilisha nguvu. Kwa hivyo tunaona kwamba Marekani ni kana kwamba imetengenezwa katika foundation ama katika msingi wa tuseme kibibilia. Lakini sivyo.
Kwa sababu tunakuja kupata kwamba ilikuwa ni disguise, ile kujificha, yani hii ndio ilimsaidia mwanamke kuhepa mateso kwa wakati fulani. Lakini tunajua Marekani itazungumza kama joka. Na itakapozungumza kama joka, itakuwa ni wakati wake wa kuweza kuwatesa wale ambao wanamcha Mungu. Mwalimu, uliweza kusema ardhi kwamba inasimamia utulivu ama mahali ambapo ni salama, na ukaweza kusema kwamba vile vile maji yanaonyesha kwamba ni machafuko ghasia na mambo kama hayo, ama jinsi ambavyo serikali inatumika kuwakandamiza wale ambao ni wanamcha Mungu. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Isaya 57:20, 57:20 inasema hivi, inasema bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Mwalimu, unasikia ni wagani wamefananishwa hapa? Bali wabaya wanafanana na nini? Na bahari iliyochafuka. Mwalimu, bahari ambayo imechafuka haiwezi kutulia, na iwapo kuna meli pale itameza. Unaona? Lakini tunaona Mungu anaweza kupatiana ardhi ili iweze kumeza, kufungua kinywa na kumeza maji ambayo yule joka anatoa. Na tunajua kunakuwa na utulivu kwa wakati fulani. Lakini kama vile ambavyo tutasoma katika kitabu ni cha Ufunuo 13:11, ile nchi ambayo iliweza kutokea pale na kumpatia hifadhi huyu mwanamke itanena kama joka. Mwalimu, na nchi inanena kupitia nini? Kupitia sheria zake. Kwa hivyo tunajua kuna mambo ambayo mbele yetu hapa. Katika Danieli tunaona kulikuwa na hizi falme za kipagani ambazo zilijumuika pamoja, ambazo zinajumuishwa pamoja katika 13. Kwa hivyo ni yale mataifa ya kipagani yanajumuika pamoja, ambao tunaweza kusema kwamba ni universal religion ya kipagan, ambayo inapatia ambayo ukizidi kusoma, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Mwalimu, 2 hapa inatupatia hiyo. Na huyu mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Mwalimu, sijui kama unapata. Hawa wanyama ambao tumekumbana nao hapa, tumekumbana nao katika Danieli 7. Alafu tunaona kuna joka ambaye anapatiana nguvu. Mwalimu, na alipewa nguvu za kufanya nini? Alipewa nguvu za kuweza kufanya nini? Kuangamiza ama kuwatesa wale ambao wanaomcha nani? Mungu. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Alhamisi ambayo ni toa unabii tena. Mwalimu, mbona uambiwe toa unabii tena? Tena ni kitu ambacho rudia tena. Ni kumaanisha pengine kile ambacho umefanya ulikosa. Na sasa pengine uko sahihi, unapewa nafasi tena ya kuweza kujielezea vizuri. Mwalimu, ukiangalia katika kitabu ni cha Ufunuo sura ni ya 10, tunaona vile ambavyo vuguvugu la Kiadventista liweza kupatikana. Ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo sura ni ya 10, tutasoma aya ya kwanza haraka sana ili tuweze kuona mwalimu tunaweza kujifunza nini. Ufunuo 10:1 inasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Mwalimu, tunaona malaika mwenye nguvu. Sijui kama hilo umelipata. Anatoka wapi? Mbinguni. Amevikwa wingu. Wingu linaashiria uwepo wa Mungu. Alafu juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua. Mwalimu, jua. Mwalimu, tunaona amevikwa wingu. Tumesema wingu ni uwepo wa Mungu, na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Upinde, mwalimu, tunaona ni
haki na huruma za Mungu. Ukisoma katika kitabu ni cha Mwanzo, pale ambapo Mungu ameleta upinde kuashiria kwamba hata uangamiza ulimwengu kwa maji tena. Kwa hivyo ni haki na huruma za Mungu. Juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua. Jua, tunajua jua la utakaso ni Yesu Kristo, ambaye tunajua ni ustahili wa haki ya Yesu Kristo ambao tunapaswa kuvikwa sisi ambao ni watu wake, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunuliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na nao wa kushoto juu ya nchi. Bahari na nchi. Walimu, tumekumbana na bahari na nchi, lakini katika muktadha huu inaashiria dunia nzima. Najua dunia kuna nchi kavu na bahari. Kwa hivyo inaashiria dunia nzima, ana utawala kote. Nafikiri tukisoma kitabu cha Danieli, Danieli 12. Danieli 12, nafikiri fungu la 4. Okay, nitasoma Danieli 12:4. Danieli 12:4, mwalimu, inasema hivi. Inasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huko, na maarifa yataongezeka. Nafikiri hiyo ndio kitabu ambayo tunayozungumzia sasa katika kitabu cha Ufunuo. Kwamba Danieli aliambiwa funga. Lakini sasa katika kitabu ya Ufunuo tunapata kwamba sasa huyu malaika anakuja kutoka mbinguni akiwa na hicho kitabu amekibeba na kikiwa kimefunguliwa tayari. Ufunuo 10 fungu la 2. Nasema kwamba mkono wake kulikuwa na nini? Kitabu ambalo kilikuwa kimefunguliwa. Na kwa hivyo hiyo kitabu ndio ile ambayo Danieli aliambiwa kwamba fanya nini? Akifunge, aweze kukifunga, aweze kutia muhuri mpaka kwa sababu ni wakati wa mwisho. Kwa hivyo tunaona kile ambacho kilikuwa kimefungwa katika kitabu cha Danieli kinafunguliwa katika kitabu cha Ufunuo. Mwalimu, ukisoma Danieli 12, najua umesoma 4, tutasoma 9 na 13. 9 inasema, akasema, enenda zako Danieli, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Alafu 13 inasema, lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule, maana wewe utastarehe nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo. Kwa hivyo kitabu hiki kilikuwa kifungwe mpaka wakati gani? Wakati wa mwisho. Lakini tunapata kitabu hiki kikiwa kimefunguliwa katika Danieli, katika Ufunuo 12. Mwalimu, kuna mambo mengine ambayo yanajiri hapa katikati, kwa sababu ukisoma katika tunapata kwamba kitabu hiki walipokila kilikuwa kitamu mdomoni, lakini kikifika tumboni kinakuwa kichungu. Mwalimu, sijui umewahi kula chakula ukafurahia sana, lakini baada ya kula chakula kikaamua kukuharibikia, tumbo ikaamua kukusokota mwalimu. Lakini tunaona kwamba huu ulikuwa ni unabii ambao ulikuwa unatimizwa. Vuguvugu la Kiadventista, mwalimu, ukisoma katika unabii wa Danieli 8:14, walikuwa wanaamini kwamba dunia hii ndio ilikuwa patakatifu. Hawakuwa wamepata mwanga kwamba mbinguni pia kuna patakatifu. Kwa hivyo pale ambapo walikuwa wanaona kwamba ukisoma katika kitabu ni cha Danieli 8:14, Danieli 8:14, ili tuweze kuiweka katika dondoo wa muktadha. Danieli 8:14 inasema akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hivyo tunaona mwalimu mpaka nini? Akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hivyo 2300. Mwalimu, kumbuka tulisema katika unabii siku moja halisi ni sawasawa na mwaka moja halisi katika unabii. Ukisoma katika kitabu ni cha
ukisoma katika kitabu ni cha Hesabu 14 34, na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ezekieli 4 hadi 6, unapata kwamba mwaka moja ni sawia na siku moja katika unabii. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba hawakuelewa kile ambacho kilikuwa, hawakuelewa kwamba kulikuwa na patakatifu mbinguni. Lakini hesabu zao zilikuwa sawa. Lakini tukio ndilo ambalo kidogo walikuwa wamelinoa. Walikuwa wamenoa tukio ambalo lingeendelea pale. Kwa hivyo baada ya kuwa wamekuwa disappointed, Yesu hakurudi. Mwalimu, Yesu kutorudi, watu wakawa wamekuwa na great disappointment. Matumaini yao yakawa ni kana kwamba hayapo tena. Lakini kuna wale ambao walizidi maombi na wakazidi kusoma. Na katika kusoma kwao wakapata kwamba kuna patakatifu mbinguni. Mwalimu, pengine kuna tukio kama hili ambalo limetokea katika Biblia, kwa sababu kuna wengine watasema, unaona nyinyi wa Adventista kidogo mlianza pabaya. Sababu tunajua baada ya the great disappointment kuna wale ambao waliwacha imani. Na tunajua baada ya great disappointment ndio vuguvugu la Adventista linatokea pale. Kwa hivyo katika kupeleka ule ujumbe wa kwamba Yesu anarudi, ujumbe ule ulikuwa mtamu kinywani. Lakini ulipofika tumboni, Yesu wakati Yesu hakurudi, kukakuwa na the great disappointment. Kikawa kikali ama kichungu tumboni. Mwalimu, je, wanafunzi wa Yesu wamepitia hali kama hii? Wanafunzi wa Yesu pia walipitia hali kama hiyo. Naam. Na napokumbuka kuna wakati ambapo Yesu alikuwa anaelekea Yerusalemu. Naam. Hiyo ni katika kitabu cha Luka 18. Ilikuwa asante. Kitabu cha Luka 18. Naam, 33 na 4. 33 nayo inasema nao watampiga mijeledi. Mwalimu, tuanzie 32. Kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendewa jeuri na kutemewa mate. Nao watampiga mijeledi, kisha watamuua, na siku ya 3 atafufuka. Walakini hawakuelewa maneno hayo hata kidogo. Na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Kwa hivyo Yesu anawaambia mara 3 katika sehemu mbalimbali kwamba alikuwa afe, na baada ya siku ya 3 afanye nini? Afufuke. Lakini hili hawakulielewa kabisa. Mpaka pale ambapo Yesu amekufa, amefufuka, ndio Yesu anawarudisha kwenye maandiko, ndio anakuja kusema na alikuwa ametuambia haya yote. Kwa hivyo pia ukiangalia vuguvugu la Adventista, baada ya kuwa walikuwa hawajapata kikamilifu kile ambacho kilikuwa kwamba kulikuwa na patakatifu mbinguni, wanaporudi kwenye maandiko wanaelekezwa kwamba kuna patakatifu mbinguni. Kwa hivyo wakaweza kuwa na uelewa mzuri hata zaidi. Mwalimu, pia pale ambapo Yesu anaingia Yerusalemu, wanasema the triumphant entry. Mwalimu, nini kinajiri pale? Sasa unajua hapo ndio wanafikiria kwamba sasa wakati ndio huu ambapo Yesu anakuja kuchukua utawala. Naam. Hapa ulimwenguni. Jinsi ambavyo tumekuwa tunasoma hapo awali. Naam. Ya kwamba wakati mfalme anapochaguliwa kuna kuwa na coronation. Wanaita coronation kwa kimombo. Kwa kimombo. Ya kwamba unaenda unawekwa mafuta, alafu unakuwa sasa wewe ndio mfalme, kunakuwa na punda. Unachukua na punda. Naam. Unatembezwa na punda, unakaa juu ya punda. Alafu na kunakuwa na vifijo, watu kuna kuimba hosana nini, basi tumepata mfalme. Naam. Basi nabii anakuwa pale, na tunaambiwa kwamba kuna priest ambayo kuhani pia anakuwa pale. Kwa hivyo wanaita coronation katika Kiingereza, sijui kwa Kiswahili wanahitaji. Sasa tunaambia kwamba hapo ulipokuwa nasoma, Yesu anawatuma
waweze kuleta punda, na wanapowaambia leteni punda, ya kwamba mfalme afanye nini? Mfalme anakuja. Kwa hivyo kitu ambacho kinakuja kwenye mawazo ni kwamba wakati ndio huu tumepata mfalme. Sasa wanaenda hosana hosana hosana, wakiwa wanajua kwamba sasa wanaelekea Yerusalemu, Yesu anachukua utawala. Kwa hivyo atawapiga Warumi, na kwamba anaenda kupiga Warumi ili aweze kuwa mtawala wao. Aweze kuwa mfalme. Yesu anapofika pale, anaingia hekaluni, kwenye hekalu, anapata biashara inafanyika pale, na anaanza kufanya nini? Kuwapiga mijeledi nini, na akisema kwamba nyumba ya baba yangu sio mahali pa nini? Machafuko. Naam. Na kwa hivyo akaisafisha, akatoa wale wote, na watu wanafikiria kwamba sasa ndiye anaenda kuwa mfalme, lakini Biblia inatuambia baada hiyo tena akatoweka. Sasa wanasema huyu ambaye tulikuwa nafikiria kwamba sasa anachukua ufalme, tena amefanya nini? Ametoweka. Kwa hivyo hawakuwa wameelewa kwamba Yesu mara ya kwanza alikuwa aje kama mwana kondoo ambaye angefia ulimwengu wote, ndiposa atakaye muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo wao walifikiria anakuja kama mfalme, lakini alikuwa aje kama mwana kondoo ambaye unasema ni savior. Kwa hivyo tunaona kwamba walikuwa na uelewa ambao tunaweza sema uelewa ambao kidogo walikuwa na uelewa wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini hawakuwa na the correct interpretation ya kile ambacho kilikuwa kiendelea pale. Kwa hivyo tunajua Yesu anakuja mara ya pili kama mfalme. Lakini wao walitaka mara ya kwanza awe mfalme. Na isitoshe, naam, hata tukiwa hiyo Yerusalemu, wakati ambapo walikuwa nafikiria kwamba ndio sasa ameingia, anaenda kuchukua ufalme, kitu cha ajabu ni kwamba anakamatwa, anakufa. Alafu anakufa. Mwalimu, na walikuwa wameweka imani yao yote kwa yeye, wakawa wamefadhaika, wakapatwa na mfadhaiko. Mwalimu, unajua hawa wanafunzi wa Yesu, naam, ile imani waliokuwa nayo ikatikiswa. Asante. Unajua wanasema kila mtu alitoweka kana kwamba ni kondoo asiyekuwa na mchungaji. Unasema tulidanganywa kivipi? Unajua wanaanza kufikiria huyu. Kwa hivyo wale Wafarisayo walikuwa wanasema kweli ya kwamba huyu jamaa ni mjanja. Naam. Sasa yuko wapi? Tulikuwa nafikiria, imani yetu yote ilikuwa ni kwamba huyu ndiye atakuwa mfalme, tukiwa tunajua kwamba tuko na Mwokozi, tuko na yule ambaye amekuja kutukomboa kutokana na nini, na hawa Warumi. Lakini sasa amekufa. Mwalimu, unajua ndio maana unapata kwamba Petero, Yesu anaposhikwa alitaka kuleta vurugu, kata jamaa sikio, kwa sababu alifikiria ni vita vya kimwili. Hakuwa ameelewa Yesu amekuja kufia ulimwengu. Kwa hivyo ni kana kwamba alikuwa anajaribu kuzuia makusudi ya Mungu kuweza kufanyika, kwa sababu ya kutokuwa na uelewa wa kusudi la Mungu katika ulimwengu huu. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Luka 24:27 inasema, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi. Mwalimu, tunaona ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani. Mwalimu, kwa hivyo tunaona ni mpaka alipowapeleka kwenye maandiko ndiposa walikuja kufahamu kile ambacho Yesu alikuwa akimaanisha. Ndio akasema, na alikuwa ametuambia.
Mwalimu, kwa hivyo tunaona pia wanafunzi wa Yesu walipata mfadhaiko. Baada ya kuona Yesu amekamatwa, ameenda msalabani, walikuwa wamemtumaini kwamba atakuja kuwatoa katika himaya ya Kirumi. Mwalimu, ukisoma 10:11 tunaona baada ya kwamba vuguvugu hili limekuwa disappointed ama limeweza kupata mfadhaiko, 11 inaambiwa, wakaniambia imekupasa kutoa nabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Kwa hivyo sasa ulikosea, sasa rekebisha kule ambako umekosea, sasa ipaze sauti. Mwalimu, na tunajua ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili ulikuwa ushapigwa katika ile miaka pale ambapo walikuwa wanasema fear God and give glory to him. Na wakisema kwamba Babeli imeanguka. Kwa hivyo tunaona ujumbe huu uliweza kuhamasisha watu kwa wakati ule. Lakini pia tunajua kwa sasa tunaambiwa tuweze kupeleka ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu vile kwa ulimwengu ambao unaangamia. Ili waweze kupata nuru ya Yesu Kristo. Tunajifunza kwamba Waisraeli walikuwa wamekosea katika kuweza kuelewa unabii wa Yesu. Na ndio nashukuru ya kwamba umetusomea hapo jinsi ambavyo Yesu sasa alikuwa anaweza kuonyesha ya kwamba haya yote yalikuwa yameandikwa, lakini mlikosea. Hamkuweza kufahamu. Yalikuwa kwenye maandiko. Ila hamukuwa umefanya uchunguzi wa kutosha. Kwa hivyo rudi kwenye maandiko ili muweze kupata kile ambacho nilikuwa nimekusudia mkipate. Na unajua ndio unaposoma Matendo ya Mitume. Naam. Tunaambiwa kwamba wanafunzi wa Yesu baada walipoona yale yametendeka na wakamuona Yesu amefufuka na akaona amepaa mbinguni, wakakuja wakaanza kufikiria yale yote walikuwa wameyasoma na kuweza kupata mwelekeo. Tunaambiwa kwamba walianza kufanya nini? Walianza kutoa ujumbe, wakihubiri na nguvu na ujasiri. Hawakuogopa kifo. Mwalimu, unajua mpaka wale watu wakashangaa, je, hawa inakuwa vipi? Hawa si wale watu ambao hawajasoma hawa? Cha ajabu. Hawa si wale ambao tunawafahamu. Hawa sio wale ambao. Inakuwaje wana ujasiri? Inakuwaje wanaelewa maandiko? Sasa hawangeweza kudanganyika na mtu yeyote. Walikuwa wamelishuhudia. Walimeshuhudia na macho. Na ndio sababu hata uliweza kutulinganisha na wakati wa wanafunzi na wakati wetu, ambapo hata sisi kanisa la Masalio yalikuja akapata ujumbe na unabii. Tunajua kwamba sasa tumepata unabii wa kweli ya kwamba Yesu anakuja, na katika mwaka wa 1844 basi Yesu anafanya nini? Atakuwa anarudi tena. Na tukawa na ile mioto, wakahubiri, lakini siku ilipofika ulimwengu haukufika ukingoni. Wakangoja, wakasubiri. Yesu hakutokea. Wakaambiwa rudi kwenye maandiko. Rudi tena kwa maandiko. Maandiko wakatafuta wakapata kwamba kuna patakatifu mbinguni. Wakaweza kuwa na uelewa kule ambako walikosea. Ndiposa 10:11 inatuambia rudia tena. Rudia tena. Yaani toa unabii tena. Mwalimu, kwa hivyo tuna ujasiri. Lakini unajua hata tunaambiwa toa unabii tena. Naam. Sio kwamba sasa turudi tulale, kwa sababu wengi wetu tayari tumerudi tumelala. Mwalimu, ndiposa nasema kwamba tumeitwa tuwe nuru katika ulimwengu ambao unaangamia. Kwa hivyo ni jukumu letu, kwa sababu tumejukumishwa kuwa nuru. Mwalimu, unajua iwapo unapaswa kuwa
unapaswa kumwelekeza mtu alafu ukapatikana hauko kwenye kituo chako kumwelekeza mtu mwalimu, itakuwa ni tatizo. Kwa hivyo tuwe tayari kuelekeza watu, tuwe tayari kusonga na watu mwalimu, ili mambo yawe hivyo mwalimu. Mwalimu, tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili ambayo lilikuwa na mada ambayo inasema mataifa sehemu ya pili. Natumai mnazidi kubarikiwa. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu aishiye mahali pa juu, tunakushukuru tena kwa nafasi hii ambayo umeweza kutupa tuweze kulisoma neno lako, tuweze kujadilia sehemu ambayo tumeenda kinyume cha mapenzi yako. Ikiwa hatujaelewa Bwana, tunaomba kwamba hebu tuelimishe. Tuma Roho Mtakatifu azidi kutupatia ujasiri, azidi kutupatia nguvu ya kulitafuta neno lako, ya kwamba hata tunaposoma isiwe ya kwamba tunaisoma kwa ajili ya kuelimika au kuweza kufikiria kwamba ndio sasa tunapata uzima wa milele, lakini iwe ya kwamba katika kusoma hii iweze kutuongoza tuweze kukujua ya kwamba wewe ndio Mungu wa kweli, tuweze kujua kwamba ni wewe ndio unastahili kuabudiwa. Bwana, hebu tuongoze kila mmoja wetu na hata wale ambao wanaosikiza, ya kwamba nao waweze kupata mibaraka ya pekee. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.